Solution ni Mohamed Dewji kutoka mbele na kuzungumzia hili swala, kwa sababu ni swala ambalo linahusiana na maslahi ya umma, limeshasambaa mtandaoni, lakini kwa ajili ya yeye mwenyewe kujisafisha tunaita sijawahi kusema popote na sitakuja kusema popote kwamba timu inapofanya vizuri inakuwa ni jitihada ya kwangu peke yangu. Najua tuna wenzangu ambao tunashirikiana kuhakikisha timu inafanya vizuri, lakini kwa ulimwengu wa leo kwenye mitandao huko watu wana interest zao nyingi ambazo wanazibeba, na ndio wao ambao wana mobilize watu aidha wanitukane au waseme vibaya pale timu inapofanya vibaya. Ni nyakati ngumu kwa klabu ya Simba Sports Club kutolewa kwenye mashindano ya CAF Champions League huku wakishika nafasi ya mwisho kwenye kundi. Si jambo rahisi kulikubali kwa mchezaji, uongozi wala shabiki. Huu ni wakati ambao maumivu yanazidi furaha, maswali yanazidi majibu na lawama zinatafuta pa kuelekezwa. Lakini katika mpira wa miguu, kushindwa ni sehemu ya safari ya ushindi. Kwa wachezaji wa Simba, faraja yao ya kwanza ni kutambua kuwa bado wanavaa jezi yenye heshima kubwa barani Afrika. Historia haiwezi kufutwa kwa matokeo ya kundi moja. Simba imeshawahi kucheza robo finali, nusu finali na imewahi kuwapa maumivu vigogo wakubwa barani Afrika. Huo ni uthibitisho kuwa uwezo upo. Kinachohitajika ni kuurejesha, si kuubuni upya. Kwa upande wa uongozi, huu ni wakati wa tafakari ya kitaalamu, yani technical reflection. Matokeo haya yatoe funzo kuhusu upangaji wa kikosi, maandalizi ya msimu, uteuzi wa wachezaji na falsafa ya kiufundi. Soka la Afrika ya sasa linahitaji mipango ya muda mrefu, scouting ya kina na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa maslahi ya klabu, si kwa pressure ya muda mfupi. Na kwa mashabiki wa Simba, faraja kubwa ni hii moja: Simba ni taasisi, Simba si kundi la matokeo. Ukubwa wa klabu haupimwi kwa msimu mmoja mbaya, bali kwa historia, mashabiki wake, miundombinu na uwezo wa kusimama tena baada ya kuanguka. Je, ukubwa wa Simba barani Afrika utahesabika tena? Jibu ni ndio, lakini si kwa maneno bali kwa vitendo. Ukubwa utarejea pale tu Simba itakapojifunza kutoka kwenye maumivu haya, ikajenga timu yenye njaa ya ushindi, nidhamu ya ushindi na falsafa ya kisasa ya soka. Leo tunaumia, kesho tutajifunza, kesho kutwa tutarudi kupigana, kwa sababu ya Simba ya kweli. Na Simba haifi kwa kundi moja. Simba ya kweli huamka baada ya kuanguka. Simba ni zaidi ya matokeo. Simba ni heshima. Simba ni historia. Simba ni heshima, historia na matumaini ya kesho. Hii ilikuwa ni kauli ya shabiki wa Simba akiwatia moyo mashabiki wa Msimbazi. Vipi maoni yako kuhusiana na klabu ya Simba baada ya hapa? Vipi kuhusiana na heshima yao ambayo walikuwa wamejiwekea kwa misimu kadhaa, kwa maana ya kwamba kuweza kutinga hatua ya robo finali mara kadhaa mfululizo na kuweza kuingia hatua ya nusu finali katika mashindano ya kafu? So, ni yapi maoni yako? Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV.